Ujambo na karibu, langu jina ni Masikini Msomi. Elvis Opiyo, mshukiwa mkuu katika kesi ya shambulio la asidi kwa Mary Claire, afariki. Na kulingana na taarifa ambazo zimetolewa na Nairobi August 12, 2026, Elvis Opiyo, mwanaume aliyekuwa akikabiliwa na tuhuma za kuhusika katika kupanga shambulio la asidi dhidi ya mwimbaji wa nyimbo za Injili wa SDA Mary Claire Ochieng, ameripotiwa kufariki katika eneo la Umoja, Nairobi. Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari, Opiyo alifariki akiwa nje ya dhamana, huku mwili wake ukihamishiwa katika hospitali ya Mama Lucy Kibaki kwa uchunguzi wa baada ya kifo. Polisi wameanzisha uchunguzi kubainisha mazingira kamili yaliyopelekea kifo chake. Ripoti ya The Star inasema vitu vilivyoshukiwa kuwa sumu vilipatikana karibu na mwili wake, lakini hakuna taarifa rasmi iliyothibitishwa kwamba sumu ndiyo iliyosababisha kifo chake. Polisi pia walisema hakuna barua ya kujitoa uhai iliyopatikana katika eneo hilo. Ni hayo tu kwa sasa, mambo ambayo yanahuzunisha sana kutokea na kifo hicho. Opiyo alikuwa akikabiliwa na tuhuma na hakupatikana na hatia na mahakama kabla ya kifo chake. Wakati huo huo, uchunguzi kuhusu kifo chake pamoja na kesi iliyokuwa ikimkabili unaendelea. Kwa hivyo, kwa taarifa ambazo zimetolewa ni kwamba kipindi ambacho mwili wake unaokotwa, inasemekana ya kwamba kulikuwa na vifaa vya sumu ambavyo vilikuwa karibu na mwili wake, kitu ambacho wengine wanasema ya kwamba huenda alijitoa uhai kwa kunywa sumu. Kumbuka ya kwamba Elvis alipatikana na kesi ambacho kilikuwa kinamwandama kuhusiana na kupanga njama ya kumwagia asidi aliyekuwa mpenzi wake ambaye anafahamika kama Claire. Kutoka hapo ndio alikuwa na kesi mahakamani, kitu ambacho kilisababisha yeye mwenyewe aidha kuamua kujitoa uhai, kwa sababu inasemekana ya kwamba karibu na mwili wake kulikuwa na vifaa vya sumu. Kwa hivyo kitu ambacho kinadaiwa kwamba huenda alijitoa uhai kwa kunywa sumu, na hicho ndicho kitu ambacho kinadaiwa, lakini uchunguzi kamili haujafanyika. Tunasubiria tuone namna ambavyo